Simba walikuwa wamefanya maandalizi ya msingi sana, na nilikuwepo mazoezini kule mara mbili zote ambazo walifanya mazoezi pale. Wachezaji niliwaona wakiwa kwenye ari kubwa kuelekea kwenye mchezo, lakini Stade Malien walikuwa wamefanya maandalizi mazuri, na hata siku ya mchezo nafikiri walionyesha uwezo mkubwa sana wakiwa nyumbani. Walitawala mchezo katika maeneo muhimu na walishambulia kwa kujibu sana, na walicheza kwa spidi kubwa kiasi kwamba wakiwa wanashambulia walikuwa wanaingia wengi sana katika eneo la Simba. Simba wakiwa wakipoteza mpira walikuwa na shida kidogo, baadhi ya wachezaji walikuwa kama abiria uwanjani. Wakipoteza kwao wakiwa wanashambulia, wanaorudi ni wachache, alafu Stade Malien wanashambulia wanakuwa wengi, inakuwa ni rahisi sana kuruhusu magoli. Kwa hiyo walifungwa magoli ambayo moja ya set pieces nakumbuka ilikuwa kona. Jamaa alitoka kwenye engo ya kwanza akaswipe mpira kama anaitafuta engo ya pili akafanikiwa. Kwa Stade Malien sio timu ya kubeza. Simba wanahitaji kukaza msuli sana, hata katika mchezo hapa Dar es Salaam watahitaji kufanya kazi kubwa ili wahakikishe kwamba wanapata matokeo mazuri kwenye michezo minne iliyobaki kama wanataka kwenda robo finali. Unadhani ambacho kinaokwamisha Simba katika hizi mechi mbili za mwanzo ni nini? Fighting spirit ama ni kocha ama manager Pantev? Nimezungumza na manager mkuu Dimitri Pantev na Selemani Matola kwa nyakati tofauti. Simba inatengeneza nafasi nyingi. Unajua jukumu la kwanza la kocha ni kuhakikisha kwamba timu inatengeneza nafasi. Kama timu inatengeneza nafasi, maana yake kocha yuko sahihi. Wachezaji kama wafungi ni tatizo, kwa sababu mwalimu hawezi kufundisha kuweka mpira wavuni. Tazama nafasi kama Elie Mpanzu, labda unataka mwalimu afanye nini? Kuna nafasi kama Joshua Mtale anapaisha kwenye sita kabisa, unataka mwalimu afanye nini? Na hili sio tatizo la mechi ile, na Dimitri Pantev alisema tatizo la kutokufunga Simba ni la muda mrefu, hata yeye alilikuta. Kwa hiyo itahitaji muda kurekebisha, na kuna wakati anaamua mpaka kwanza na force number 9. Anaona kama mastrika hawezi kumsaidia. Unakumbuka kuna muda alikuwa na mastrika wawili uwanjani, alimuingiza Steven Dese Mkwala, akamuingiza Jonathan Soa, lakini bado hali ilikuwa ni ngumu. Alianza na Selemani Mwalimu ambaye naye hakuonesha makali sana. Kwa hiyo nadhani tatizo la Simba ni wachezaji kupoteza concentration katika eneo la kushambulia, na hii imekuwa ni kawaida. Hata mechi na Petro Atletico kama nakumbuka, wali create nafasi ambazo walipoteza. Elie Mpanzu alipiga chenga, mlinzi akabaki na kipa alipiga nje. Maurice Abraham aliwekewa mpira na Joshua Mtale, mpira ambao ulitegemea angeweza kupiga kule ulikotoka ili golikipa kienda upande wa pili uende kule, akapiga na mpira mguu wa kushoto akatoa nje. Mwalimu unataka fanya nini pale? Kwa kuna makosa ya wachezaji ambayo nadhani wanahitaji kufanya kazi kubwa, na nafikiri nimeongea na mwalimu pale Addis Ababa Ethiopia, nikamuuliza imekuaje, mbona kumekuwa na ubutu mkubwa? Akasema hata wao inawaumiza sana, na wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanarejea katika makali. Kwa wachezaji wenyewe kuna muda unakubaliana kama morali ni kama inakuwa inashuka, ni kama wanacheza kama wameshinda hivi. Huoni ile ya kupambana mwanzo mwisho. Tofauti kubwa ya Simba na Yanga iko hapo. Ukiwatazama Yanga waliocheza na JS Kabylie, unaona wana fight dakika ya kwanza mpaka mwisho, ni timu inatafuta kitu. Yanga na AS FAR Rabat pale Zanzibar, nafikiri Jadu likuwepo. Ilikuwa ni mechi ngumu, lakini walipush to the maximum mpaka wanapata matokeo. Na hii jihad ya Yanga inawafanya wanafanikia kwenye mazingira magumu sana. Lakini wachezaji wa Simba kuna muda unawaona ni kama wamerelax uwanjani, you don't see them pushing, kiasi kwamba wana shauku ile hamu ya kutaka kupata kitu. Hata wakienda kurusha wako relax, wakipoteza mpira kuna watu wa abiria uwanjani warudi kukava nafasi. Lakini Yanga wanaweza kashambulia, wakipoteza wanarudi kama nyuki, wote wa mbele wale wanakwenda press juu akisha kuchukua mpira tena. Lakini Simba utaona wanashambulia, wakisharudi wanarudi wale viungo na walinzi. Kuna watu kama 3 4 mbele kule wanatembea. Sasa mpira hawezi kuwa hivyo. Kwa hiyo wanahitaji kuimprove mazoezini, wanahitaji kuongeza morali, wanahitaji kuongeza fighting spirit kwao. Umekuwa mara kadhaa ukitangaza mechi za Simba, lakini katika nyakati ngumu ambazo wengi wamekatia tamaa na inafanikiwa. Kwa Simba hii unaona waongeze wapi ili angalau nyakati hiyo itokee kufanya yale ambayo haiwezekani yakawezekana tena?
Cha kwanza nafikiri wachezaji wanahitaji kujiboresha sana. Wajua wanapigania badge ya klabu kubwa. Klabu namba 5 kwa ubora Afrika. Simba kuishia hatua ya makundi ni fedhea kwa kiwango ambacho amekionyesha miaka ya karibuni. So Simba standard yao imekuwa ni robo finali. Wanapambana kuitafuta nusu finali katika Champions League. Huku kwenye kombe la shirikisho wameshacheza finali, wamepoteza na RS Berkane. So wanahitaji wajue kwamba Simba ni klabu kubwa. Lakini kwa Dimitri Pantev nafikiri pia ana kazi ya kufanya, kutengeneza morali kwa wachezaji na kutengeneza setup ya timu ambayo itamsaidia yeye kuhakikisha kwamba anatumia nafasi ambazo wanazipata, kwa sababu creating chances bila kuscore ni kazi bure. Zamani wanasema kazi bure ndo kama hizo. Unafanya kazi kubwa lakini sifuri, sio? Simba kwa hiyo anahitaji kufanya kazi kubwa. Hata Dimitri Pantev anahitaji kutengeneza timu ambayo itakuwa na score magoli. Kama if you don't score, you don't win the game. Uwezi ukashinda bila kutokufunga magoli. Kwa hiyo lazima ufunge. Kwa hiyo lazima wafunge, lazima wawe na spirit, lakini ni wakati mgumu sana kwa. However, iliwahi kutokea 2022-23 walipoteza na Raja mara 2. Wakaja wakashinda home and away na Vipers, wakadraw na Horoya ugenini, wakaja wakashinda wakatoa kipigo kikubwa sana Benjamin Mkapa. Nafikiri magoli 7-0, wakaenda robo final. Lakini nyakati zile sio sasa hivi. Wale Stade Malien, Esperance de Tunis, Petro Atletico, my brother, ni hard kweli kweli kuwapiga wale. Kwa hiyo Simba mbaya sana kwenda ugenini tena. Ikisha resume CAF Champions League anakwenda kucheza na Esperance de Tunis. Uliona ile power aliyokuwa nayo dhidi ya Stade Malien. Malien walitoa suluhu, lakini ndani kama walivua viatu. Ilikuwa ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo mnyama atakuwa na mechi ngumu sana na Waarabu pale ugenini Tunisia. Assalamu alaikum.